Ukweli wa ushindani kati ya JKT Queens, Simba Queens na Yanga Princess. Hizi ni timu tatu ambazo zinaonekana kushindana kwenye ligi ya wanawake. Ukweli wa ushindani na ubora upo kwa kiasi gani kati ya timu hizi? Zimeachana kiasi gani kwenye ushindani? Level sio kubwa sana ya kiushindani ambayo wameachana kwa sababu ukitazama hizi timu tatu, Simba, Yanga na JKT, ni timu ambazo hizi mbili, Simba na JKT, zimekuwa zikishindana zenyewe kwa muda mrefu sana. Yanga ndo anakuja kuingia hapo. Manake Yanga ndo anapambana kumatch standard ya Simba na JKT Queens, ambaye sasa ndo alikuwa ameachwa nyuma kidogo. Lakini ukiangalia kwenye level ya ushindani, JKT hawajachana mbali sana, lakini JKT ndo yuko mbali kidogo zaidi kuliko hawa watu wengine. Kwa maana JKT kawaacha mbali kidogo Simba Princess na Simba Queens na Yanga Princess. Kuna gap fulani ambalo wao wamelitengeneza, na JKT wamelitengeneza kwa sababu wana uwezo wa kuchukua wachezaji kwenye hizo timu zingine ambazo wanashindana nazo. Unajua JKT haisajili wachezaji wa kimataifa, lakini ukiangalia kina Diana Mnali ambao wamewahi kucheza Simba miaka ya nyuma, sasa hivi wako pale. Singano yule amewahi kucheza Simba miaka ya nyuma, yuko pale JKT, ambaye ni mmoja wachezaji wazuri sana. Na kama unakumbuka wakati Simba anacheza mashindano ya kimataifa kwa mara ya kwanza, Diana ni miongoni mwa magolikipa wazuri sana walikuwa kwenye klabu ya Simba. Sasa hivi yuko JKT. Sasa kipindi kile ni kipindi ambacho walikuwa bado wanasoma. Sasa inawezekana baada ya kuhitimu masomo ndo wameenda kujiunga na JKT, kwa sababu pia JKT inatoa pia fursa mbalimbali Ile ni timu ya jeshi. Kwa hiyo pia unaona hata vipaji ambavyo viko pale ni vikubwa sana, kwa sababu wana uwezo wa kupata vijana kutoka maeneo tofauti. Angapi kama Winifred Gerard, uwezo mkubwa ambao wanaonesha. Kwa hiyo JKT wana timu bora sana kuliko Simba Queens, lakini pia kuliko Yanga Princess. Na sasa hivi Simba na Simba Queens na Yanga Princess wanapambana sasa kwenda kumatch ile standard ya JKT, lakini walau Simba anayekaribia standard ya JKT. Yanga ndo ambaye sasa anatakiwa afanye kazi ya ziada kuhakikisha kwamba anakimbizana na Simba na Simba Queens na JKT Queens, ili aweze kwenda kumatch nao, kitu ambacho kinaweza kuachukua muda mrefu sana. Moja ya makosa makubwa ambayo Simba Queens waliyafanya msimu uliopita ni pamoja na kuacha idadi kubwa ya wachezaji ambao pia walikuwa ni wachezaji muhimu. Imeacha wachezaji 11. Asha Jafari, miongoni mwa wachezaji wazuri sana, waliachana naye. Alikuwa miongoni mwa wachezaji muhimu kweli kwenye kikosi cha kwanza. Alikuwepo Precious, alikuwa mmoja wa wachezaji muhimu sana kwenye kikosi cha kwanza. Nimeona yuko Yanga Princess, amecheza hata kwenye jamii, amecheza kwenye kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo waliacha wachezaji wengi kwa wakati mmoja na wakaingiza wachezaji wengi kwa wakati mmoja, kitu ambacho kimesababisha timu ishindwe kupata ile balance ya kiuchezaji. Na ndio maana unaona hata mechi dhidi ya JKT wametawaliwa kwenye kila eneo. Yaani hakuna sehemu ambapo unasema Simba Queens walikuwa bora kuliko JKT, ila kwenye maeneo yote JKT Queens alikuwa bora zaidi kuliko Simba kwenye ndani ya uwanja. Sawa. Tukirejelea huo mchezo ndani ya dakika 90, Winifred Gerard alikuwa na kiwango bora kwa kiasi gani, na ni mchezaji ambaye yupo kwenye upande wa wanawake kwenye ligi za wanawake, na amekuvutia kwa kitu gani ambacho umekiona kwa upande wake? Vipo vingi. Unajua Winifred Gerard ni kama Messi wa mpira wa wanawake wa Tanzania. Kweli? Yule ni kama Messi wa mpira wa wanawake kwenye taifa letu la Tanzania. Hana tofauti na Messi yule ambaye tunamtazama kule in terms of skills, uwezo wa kudribble mpira, kupasi, kulitazama lango. Mmoja wa wachezaji hatari sana. Na hafanyi vile kwa bahati mbaya, by the way. Kwa ambao wanafuatilia ligi ya wanawake wanamjua Winifred Gerard anavyovifanya kuanzia msimu uliopita, lakini pia akiwa na national team. Ni mmoja wa wachezaji hatari sana akiwa na mpira kwenye miguu yao. Ni mmoja wa wachezaji ambao ni hatari sana mbele ya lango. Ni mmoja wa wachezaji ambao ni wazuri sana kwa kutengeneza nafasi, ni wazuri sana kwenye kufunga. Uwezo wake kudribble mpira ni class A kwa kweli. Yaani kuona msichana anacheza mpira kwa level ile pale ni kitu cha kujipongeza sisi kama taifa pia, kwa sababu sio kitu kirahisi. Namna ambavyo ana dribble mpira, angalia mechi ya Yanga Princess, ilibidi mpaka watu watatu wamfanyie marking kwenda kumzuia. Na ndio maana jana aliona kuna interview moja alifanya akasema Yanga walikuwa ni hatari. Yaani Yanga walikuwa bora zaidi kuliko JKT kuliko Simba Queens, kwa sababu muda mwingi akiwa na mpira unakuta wachezaji watatu wa Yanga wanaenda kumzuia na bado ana force na anapita.
Jana kwenye game ya Simba unaona anapita tu, yani kila akifanya movement anapita tu anaingia. Kwa sababu ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa sana, lakini pia anajua namna gani anatakiwa kucheza dhidi ya mpinzani ambaye yuko mbele yake. Ni mzuri pia kwenye kuwasoma wapinzani. Kwangu namuona ndo mchezaji bora zaidi pia kwenye soka wanawake kwa sasa. Wachezaji ambao wanacheza kwenye soka letu kwa wazawa na ambao wamechukuliwa yani wote, yani kwenye ligi ya wanawake. Kwangu namuona Winfred Gerald ndo mchezaji bora kwa sasa. Umezungumzia kauli ya Winfred Gerald hapo kuhusiana na yeye ametoa mtazamo wake kuhusiana na michezo ilikuwa vipi miwili ambao wamecheza kati ya Simba na Yanga Princess. Umezungumzia changamoto ya Simba Queens kuachana na wachezaji wao kwa mkupuo ambao walikuwa ni bora na muhimu pia kikosini. Winfred Gerald ni kama amekuja kushindilia nyundo na kuzungumza kwamba mechi ya Simba haikuwa na ushindani kihivyo ukifananisha na mechi ya Yanga Princess. Of course mechi ya hata mimi kwa jicho langu hiyo ndio imesababishwa na hiyo sababu ambayo umetoa ya kuachana na hawa wachezaji, au pia walimu tu namna ambavyo wali approach hiyo mechi kulikuwa kuna shida. Of course kuna shida zingine ukiacha kuacha wachezaji wengi, na shida ambayo nimeiona wachezaji wengi wa Simba bado ni wazito, fitness haijakaa sawa. Yani wana shida ya fitness kwa mchezaji mmoja mmoja. Ukiangalia kina Vivian Korozone Usanase ambaye aliingia kipindi cha pili, of course alikuja kafunga bao, lakini ukitazama kina Fit Dancer namna ambavyo wanacheza ile kuorganize timu isogee kwenda juu, yani unaona ni uwezo wa mchezaji mmoja mmoja unafanya kazi, na kuna wengine kabisa unaona yani fitness level yao iko chini sana. Kwa hiyo wanahitaji kuimprove kwenye hilo, lakini pia unajua unavyoacha wachezaji wengi maana yake utaingiza wachezaji wengi. Sasa hiyo shida ya fitness inakuwepo kwa sababu timu imeingiza wachezaji wengi, lakini pia kati imeingiza wachezaji wengi hawajakaa kambini pia muda mrefu. Kwa hiyo hawajapata ule muda wa kucheza kwa pamoja, lakini pia hawajapata pia muda wa kufanya mazoezi ambayo yanaweza kuwarejesha kwenye viwango vyao vya kawaida vya msimu uliopita. Ujue hawa timu za wanawake ni tofauti na timu za wanaume. Yani huwa wale wakimaliza shughuli zao za kimpira wanaendelea na majukumu yao mengine ya kila siku, ambao sasa inakuwa ni shughuli za kila siku zile za kawaida, ambao sasa sometimes kuna mwingine kutokana na maisha yake, namna ambavyo amemisi wenzake, anaweza asiwe na zile program za mara kwa mara za kufanya mazoezi. Sasa akija kurejea anahitaji walau kidogo muda wa kufanya maandalizi. Ndio maana kwa wenzetu kwa mfano Ulaya huwa ligi ikishamalizika, ligi ya wanawake huwa wanatoaga miezi mitatu ya watu kurejea na kukaa kambini. Muda wote huo wanakaa tu wanafanya maandalizi, kwa sababu wanaamini kwamba shughuli ambazo wanazifanya za kila siku zinapelekea wakose muda wa kufanya maandalizi, mazoezi kwa siku. Inawezekana ni mama, inawezekana kuna familia, kuna majukumu ya kifamilia ya nani na nini na vitu kama hivyo. Ndio maana wenzetu wajaribu pia kuwapa muda kwamba ukiwa nyumbani unakuwa nyumbani, siku unaokuja kambini unakuwa na muda mrefu kukaa kambini ili kufanya sasa shughuli za kimpira, ili baadaye hata ligi ikija kuanza unakuwa uko vizuri, una uwezo wa kucheza sasa muda mrefu mpaka baadaye tena kuja kutoka kambini kwenda nyumbani. Kwa hiyo kuna shughuli zingine ambazo anazifanya. Ndio mwingine ni mama, ana familia, mwingine ana nani yake, ana familia yake tu ya kawaida ya inamtegemea. Ana zile shughuli zetu za kila siku. Yaani mama yake akioga nyumbani shughuli hazijawahi kuisha. Sawa. Kwa hiyo hivyo ni moja vitu ambavyo vinapelekea pia kwa wenzetu wanawapa muda mrefu wa kukaa nao kambini kwanza kuwatengeneza kwa ajili ya msimu mpya.